Na mtazamaji wetu, ni kukaribisha katika eneo hili ambapo ni viwanja vya Usagara mkoani Tanga kunapofanyika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa, na tumebahatika kutembelewa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Dadi. Hapa natuzungumza na wananchi na kuwasili namna ambavyo wanaweza kufika hapa na kupata elimu mbalimbali hasa katika masuala mazima ya fedha, ili elimu hii mwananchi au namna ambavyo atakavyoitumia katika ujenzi wa uchumi wake na taifa zima kwa ujumla. Karibu sana. Asante sana. Naitwa Dadi Kolimba, mkuu wa wilaya ya Tanga, lakini namwakilisha mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Balozi Dr. Batilda Buriani. Wananchi wa Tanga tumepata bahati kubwa sana ya kuwa na wiki ya maadhimisho ya huduma za fedha. Wiki ambayo imeanza kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26. Sisi kwetu hii ni bahati kubwa sana, kwa sababu katika wiki hii tumekuwa na wataalamu mbalimbali kutoka Wizara ya Fedha kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha, matumizi ya fedha, uwekezaji, lakini na mikopo. Jambo ambalo ni kubwa sana katika mkoa wetu, kwa sababu tunaamini wananchi wetu wakipata fursa ya kupata elimu hii, basi wataweza kutumia vizuri fursa zilizopo ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Tunazo fursa za kilimo, na katika kilimo tuna mazao mengi ya biashara kama mkonge, lakini tunazo fursa zinazopatikana katika uchumi wa bluu. Kwa hiyo tunazo fursa zinazopatikana katika madini. Kwa hiyo elimu ambayo wenzetu Wizara ya Fedha wamekuja kutupa itakuwa na mchango mkubwa katika uwekezaji, lakini katika matumizi pia ya fedha, lakini itakuwa na mchango mkubwa pia katika wananchi wetu kuweza kupata mikopo na kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia mikopo hii vizuri katika uwekezaji. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka msisitizo kwamba tuhakikishe tunahudumia vijana ambao ni zaidi ya 60% ya idadi ya watu katika nchi yetu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi wa Tanga, vijana, kuhakikisha kwamba wanatembelea katika maonyesho haya ili waweze kupata fursa za kujifunza na waweze kufaidika na elimu ambayo inatolewa katika maonyesho haya. Masuala ya bima ya afya na bima nyingine kwa ajili ya maendeleo. Basi niwaombe sana tusikose. Hii yote ni kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini na uchumi kwa taifa letu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanga, tunashuhudia kuna maboresho mbalimbali yanaendelea katika mkoa wa Tanga. Bandari inazidi kufanya vizuri na maeneo mbalimbali. Elimu hii ya fedha ni kwa namna gani wananchi wakipata itakwenda kuchangia maendeleo yao, hasa kwa wao binafsi na kwa mkoa, na ukiangalia shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazidi kukua kwenye mkoa? Ni kweli elimu hii ya fedha wakiipata itakwenda kusaidia. Kama ulivyozungumza wewe mwenyewe ni kwamba sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa ambao umefanyika katika bandari yetu ya Tanga. Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya bilioni 429.1, na kutokana na haya sasa kumekuwa na ajira kwa vijana wamekuwa na wananchi kwa ujumla, lakini vijana wamekuwa wakipata fedha. Sasa ukipata fedha kama huna elimu ya fedha ni kazi bure. Unatakiwa uende ukawekeze, lakini ni lazima sasa ujue jinsi gani unaweza kuwa na matumizi mazuri ya hizi fedha. Wito wako nini kwa wananchi katika swala zima la kutumia fursa hii ya wiki yote nzima kuja katika viwanja hivi vya Usagara na kupata elimu hii, kwa sababu huenda ikishaondoka hapa mpaka siku nyingine kuja kuipata itakuwa
labda ni kwa gharama, huenda ikawa kuna faida kubwa sana, kwa sababu ukija hapa unaweza kupata elimu ya fedha, lakini unaweza kupata hizo huduma za fedha papo hapo, tofauti na unapoweza kwenda kuzitafuta mbali. Yapo mashirika mengi ya fedha ambayo yapo katika maonyesho haya, lakini zipo kampuni nyingi zinazojishughulisha na fedha. Kwa hiyo kuna faida kubwa. Mwananchi asipokuja atakuwa amekosa kitu kikubwa sana katika sehemu ya maisha yake kwa ajili ya kujitengenezea uchumi wake yeye mwenyewe kama nilivyosema, lakini na jamii kwa ujumla na taifa letu. Shukrani sana. Asante sana. Na tumetoka kuzungumza na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Tanga, Mheshimiwa Dadi Kulimba, na sasa tunazungumza na moja kati ya viongozi kutoka Wizara ya Fedha. Yeye atatuambia ni nani, lakini kubwa zaidi kuna nini hasa kinachoendelea hapa na wananchi wategemee nini hasa kutoka katika viwanja hivi vya Usagara vilivyopo hapa Tanga mjini. Tuambie jina lako na cheo chako, lakini na kutuambia hasa kile kinachofanyika ni kipi hasa. Kwa majina naitwa Dionisia Mjema, ni kamishna saidizi idara ya uendezaji wa sekta ya fedha nchini. Tuko hapa viwanja vya Usagara mkoani Tanga kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha kwa umma, hasa Wanatanga. Hii wiki ya huduma za fedha kitaifa inafanyika mara moja kwa mwaka, na hii ni awamu ya 5, na lengo lake hasa ni utekelezaji wa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha ambao tunaamini kwamba ifikapo sasa 2030 80% ya wananchi wanakuwa wanauelewa wa masuala ya fedha. Masuala ya fedha ni muhimu katika familia, katika wilaya, katika mkoa na katika nchi kwa ujumla, kwa sababu katika masuala ya fedha tunafundisha masuala makuu 6. Ya kwanza kabisa ni namna gani unasimamia fedha ambazo unazipata. La pili, swala la kujiwekea akiba, maana tunaamini kwamba akiba itakusaidia katika maendeleo yako na hasa katika matatizo madogo ya familia. Eneo nyingine tunaloangazia ni bima, hususan tuna bima ya maisha, bima ya vyombo vya moto, na vijana wetu wengi sasa hivi wanaendesha bodaboda, bajaji na magari. Hivyo tunasema ni vyema wakati bima, ili sasa hata wanapopata ajali basi waweze kutibiwa na vile kile chombo aweze kutengenezwa au kununuliwa kipya kama kimeharibika. Lakini vile tunaangazia masoko ya mitaji, ambayo katika masoko ya mitaji tunaangalia sasa hivi namna gani mwananchi anaweza akashiriki katika masoko ya mitaji, ikiwepo mifuko ya uwekezaji wa pamoja, mfano UTT, Faidika na mingine mingi, iko karibu 11. Lakini vile ni namna gani anaweza akashiriki kwenye masoko ya bidhaa, hususan wale wakulima ambao wanalima mazao ya bidhaa, basi kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani na wanaweza wakakusanyika na mazao yao yakauzwa kwa mfumo wa kidijitali kupitia soko la bidhaa ambalo TMX. Lakini vile katika viwanja hivi pia tutafundisha watu wa huduma za fedha. Ni nani anatoa sasa huduma za fedha ambao wanasimamiwa kwa mujibu wa sheria. Tunasema wanaotoa mikopo ni wakina nani na unawapata wapi na utaratibu wake ukeo. Kwa hiyo wote watafundishwa. Mategemeo yangu wananchi wanapotoka hapa sasa watakuwa na utaratibu mzuri wa kutunza hela zao, kuwekeza, na maisha yao yataboreka, kwa sababu kuna vitu vingi wanavifanya ambavyo walikuwa havijui. Wazi watakapofika katika uwanja huu watajifunza, na tunaamini sasa maisha ya Wanatanga na Tanzania kwa ujumla ambao wanatufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii, basi watapata elimu, na wale ambao hawatapata fursa basi wataweza kufika katika maonyesho ambayo tutayapanga katika mkoa mwingine mwaka ujao baada ya kukamilisha haya ya Tanga. Na maadhimisho haya yanafanyika kuanzia tarehe 19 ilianza na yanahitimishwa tarehe 26. Kwa hiyo bado fursa ipo ya kuja kushiriki katika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha mwaka 2026.